Kwenye ushirika unaanza kupangwa kwenye nafasi zako. Sasa hakuna mzee wa kanisa, hakuna mchungaji bila kwanza na washiriki au unakuwa mshirika wa kanisa hilo. Sasa kila mshiriki wa kanisa hili ameitwa na Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake kumuingiza ndani ya kanisa hili. Si kwa mapenzi ya mshiriki kuja ndani ya kanisa hili. Si kwa sababu ya mshiriki kwa mapenzi yake, kwa kutaka kwake, kwa kuhiari kwake, kwa kupendekeza kwamba aje humu ndani ya kanisa hili. Ila ni ameitwa na Mwenyezi Mungu, Yehova Nisi, El Shaddai. Namba 2, wito wa kuwa mzee wa kanisa ni wito kutoka kwa Mungu. Namba 1 ni mshiriki ameitwa na Mungu, amebarikiwa tayari. Tunakwenda kutafuta anaitwa mzee wa kanisa, ameitwa na Mungu mwenyewe. Hapa na kazi hiyo. Kama mzee wa kanisa hana kampeni yoyote ndani ya kanisa, akichaguliwa kwa mikono ya baraza la uchaguzi, akachaguliwa kwa halmashauri ya kanisa kwa mikono yote, kwa kura zinazofaa, huyo ameitwa, amechaguliwa na Mungu mwenyewe. Ila kama atakuwa na kampeni ndani ya uchaguzi, baraza la uchaguzi, akaenda mpaka huko kwenye halmashauri akapitisha maelekezo yake, huyo amejichagua, atakuja kuharibu kanisa. Hata mkiniangalia usiseme amina, sawa sawa. Sisi ni washiriki, tunafahamu hayo mambo yanaharibu kanisa. Tunapambana na watu kama hao sana. Anapoingia kwenye uchaguzi au anataka kuingia, anaanza kusaga kuponda wengine. Anaanza kuponda wengine. Anasema hivyo, haiwezekani, au hafai, sio nini? Hapana. Kama mtu akipita kwenye baraza cha uchaguzi vizuri, hata kose watatu wangapi, sawa sawa, wote hawezi ku-appreciate. Lakini akaenda kwenye halmashauri ya kanisa, wote wakakubaliana, hawezi wote kula njama. Huyo ameitwa na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na atatenda, atakuwa mnyenyekevu kweli kweli. Tunafanya hivyo, watu wameharibu kanisa viburi. Unatangaza baraza linakaa hivi, yeye anakwenda kushoto. Twende mbele, anarudi nyuma. Mchungaji anasema hivi, anamzunguka. Hili kanisa sio chama. Ni nafasi ambayo tumeipata kwa bahati tu. Sio kwamba ni haki yetu, neema ya Mungu. Namba 3, wazee wanaotambua kwamba wito wao huja kwanza kutoka kwa Mungu watathamini zaidi umuhimu wa uzito wa majukumu yao ya uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Takana nyosha mkono. Huyo jamaa simama bana. Maana sasa hapa na mimi mnamwelewa, hata nyewe wageni mnamwona huyo jamaa. Alikuwa marasi nikiwa natawala hapa. 2010 ngapi hivi? 15. Huyo alitoka kule akaja kama mnyenyekevu, nikamchagua kuwa mzee wa kanisa. Na mapema tu. Alifanya vizuri sana. Kwa sababu aliitwa kutoka kule, hakuja na kampeni yoyote. Sio kwamba avimbe kichwa. Yaani mtu mpe mapema tu haki yake. Amina. Mimi huwa nawaeleza wa Sabato, kwa nini tusimpe mtu haki yake? Na nasema mlipe mtu kabla jasho haijanini, hajakauka. Tunakuwa kama watu fulani amekufa, wanasema unajua alikuwa anapiga kazi sana. Sio eti kwa kanisa zibika. Huo ni utovu wa nidhamu. Kwa Mungu hatutaki hicho kitu. Mweze mapema tu. Si anasema Selemara kamtia moyo nani? Wewe Kateranya. Selemara kamtia akamweza nani awe na moyo mkuu? Sasa leo tunafanyaje? Mchungaji ana nafasi ya kupongeza mtu anayefanya vizuri, asonge mbele. Mshiriki yeyote asonge mbele. La sivyo tusifanye unafiki ndani ya kanisa hili. Mtu amefanya vizuri kwa karama zake, amezitumia, alafu tunamwangalia kama ambaye anaumwa hivi. Hiyo sio kazi ambayo tumeitwa. Hatutakuwa na upendo. Upendo ni kutiana moyo ili kazi ya Mungu isonge mbele. Mwanadamu anataka, Mungu anampa nafasi yake, lakini sisi tunaomwangalia tulio naye lazima tumpe hongera, tumpe pongezi, asonge mbele. Tunafanya kazi na watu wengi hivyo, tunatakiwa hivyo. Narudia hili. Wazee waliopo na watakao kuja baadaye, sikiliza. Na mimi ni mzee wa kanisa. Wazee wanaotambua kwamba wito wao huja kwanza kutoka kwa Mungu watathamini zaidi umuhimu wa uzito
wa majukumu yao ya uongozi wa uzee wa kanisa. Huwezi kubeza watu wako, utawahurumia. Jana tumesema kwamba lazima uwe na mvuto, lakini uwe na mbinu, uwe na maono kwa kanisa unalosimamia kwa idara zote. Mzee wa kanisa sio trafiki ambayo inasimama barabarani kwenda pale, hata kama huna kosa anakusimamisha. Lazima tuwe na kuperuzi vitu fulani vya kiroho kwa wale tunao waongoza, ili shetani aibike tunapokuwa tukitiana moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliochaguliwa na kanisa, uchaguzi na kutawazwa, kuwekwa ni mikono, vinahitajika ili kuwa mzee, awe committed, awe mtu ambaye ametengwa kwa kazi hiyo, bila marumbano, bila kuwa na makundi ndani ya kanisa, bila kuwa na vitu vyovyote ambavyo vitasababisha yeye afifishe huyu Mungu. Yesu hatashuka tena hapa duniani kwa ajili ya kuongoza. Tumepewa nafasi hiyo sisi viongozi wazee wa kanisa, tusimame ili yeye aendelee kutukuzwa. Na nipo mpaka tuwe na Roho Mtakatifu. Jana nilisema mpaka ni wangapi ambao wameshachaguliwa kwa wakati huo wote kama wazee, maana na dini wazee, wakapiga magoti nyumbani kwao: Mungu, sina uwezo, lakini nashukuru umenipendelea, naomba nifanye unavyotaka. Kama ukiomba hivyo huwezi kufanya kitu chochote. Kuna marumbano mengi sana. Ukikatiza hivyo, ukikatiza hivi ni nini? Sisemi ninyi, ila ni hali ya hewa inayoleta shida sana. Pastor hapa amefundisha juu ya matawi. Unakuwa na matawi mzee wa kanisa ya nini? Ili akusaidie nini? Na huku Mungu amekuthamini. Kunyenyekea, kuwa na maombi mengi, kuwa na macho marefu mengi, makubwa marefu, ambayo yanaangalia washiriki wako, lakini baada ya washiriki wako kuangalia raia wa huko. Maana wewe ni mzee wa kanisa la Sabato, lakini ni mzee wa kanisa wa wengine, jamii inayokuzunguka. Maisha yangu yatangaze ya kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Hata akija kanisani kwako aone kuna utulivu, lakini akija kwako aone na wewe umetulia. Lakini tunapopita watu waangalie ya kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Tusitoe macho kwa wengine, angalia nafasi uliopewa. Ni kosa kubwa ambalo watu wanafanya makosa kwa kujisikia. Inawezekana ninapokuja hapa, kuna wengine wanakuwa wazee wa kanisa miaka 3 mingapi mfululizo, huko siingii. Lakini kwa nini? Anasema mzee wa kanisa unapokuwa umechaguliwa, weka wengine, tayarisha wengine kuwa wazee wa kanisa badala yako. Kwa sababu inawezekana maono yako na kila njozi hizo nazo zikafika wakati zikagonga mwamba, unaendelea kuongoza kanisa, unapeleka wapi? Tengeneza wengine huku nyuma, baada ya hapo uwe mshauri na mwingine aendelee. Karama hiyo nayo ifanye kazi. Lakini atakuwa na michoro mingine mizuri ambayo ulikuwa hujafika, ulikuwa unaiona haifiki, yeye ataiona, ataipeleka kwa warengwa ambao ni washiriki wa kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee wa kanisa hawapaswi kuchaguliwa kwa hali au sura, hali yao. Wazee wa kanisa tunafanya makosa, labda ana pesa lakini mpagani fulani. Mpagani ni nini? Sikilizeni. Unamkuta mzee wa kanisa kwenye maombi Jumatano hayupo. Unamkuta kufungua ibada ya Sabato Ijumaa hayupo. Unamkuta Ijumaa Sabato anakuja ni mtu wa matangazo. Utamkuta hata kurudi jioni siku ya Sabato ambayo amepewa mamlaka, anakaimu mchungaji kwa mafundisho mazuri ya kanisa, anauza kanisa, anawapa wengine. Wengine anakuja kutukana kanisa, anazunguka humo tu, anakorofisha. Yeye yuko nyumbani. Hiyo ni hatari. Tutaulizwa siku ya mwisho. Tunakumbushana, tumepewa hiyo nafasi, tuiangalie kama mboni ya jicho letu. Hawapaswi kuchaguliwa kwa hali zao. Ni tajiri, anajua kusema sana, anajua kujua unabii. Awe mtu wa kiroho. Watu mnaguswa, mnaacha kusema sawa. Kisha ujumbe. Kama sio wa kiroho, omba uwe wa kiroho. Tuongoze hii kanisa kwa sababu tuko chini ya mamlaka ya mwenye
upendo asiyependelea kwa hali yake yoyote, sifa yake kijijini, ana pesa, sijui anaeleweka. Nimerudia hapo sana. Wanamshangilia watu kwa lipi? Kuharibu, ikakuchafua kwa sababu unakuwa unafanya tofauti na inavyolenga. Hiyo tu nataka kumalizia kwamba umetegwa kwa kazi maalum, lakini wa katikati uwe mtakatifu, uwe mcha Mungu. Katika Agano Jipya waliwekwa katika kila kanisa wazee wa kanisa, kuanzia kwa Paulo huko, wazee wa kanisa, maaskofu wamesema humo ndani. Sasa kusema vitabu. Imeanzia hapo. Waliweka kila kanisa, wakati Timotheo, wengi huko walifanya kazi kweli kweli, walijali wanaowaongoza. Leo tunatelekeza watu. Leo kwaya zetu zinatelekezwa, ambao msimamizi mkuu, mwenyekiti msaidizi wa kwaya ndani ya kanisa ni mzee wa kanisa akitoka mchungaji. Kwaya zinasambaratika, kwaya zinagombana. Tunasababisha kwaya zisifanye kazi. Hatuzitii moyo kwaya. Hatutii, naanza kwa wahubiri hao, watu wanne, nilisema watu wanne, ambao ni vyombo ndani ya kanisa. Kama kanisa halina kwaya, hilo kanisa angalia liko mahututi. Mzee wa kanisa anaanza kugombana na wanakwaya. Tumia akili, mweleze Mungu mwenye chombo hicho. Naomba unishauri hao watu, mbona hawaeleweki? Hebu nishauri fanyeje na watu hao. Msigombane. Hao watu ni wanadamu, mtakumbushana kweli. Halafu nasema tawalani. Nani amekueleza? Kama Qur'aniwa tulikuwa tumeshakufa wote. Sisi tunafanya makosa wote hapa. Sasa tunajitahidi kwanza swida tawalani, hapana. Mzee wa kanisa, chunga kanisa hilo. Na hawa wazee wa kanisa Agano Jipya, kwanzia tunapoanza kule ndani, waliheshimiwa na washiriki waliokuwa wanawaongoza. Wao waliheshimu washiriki na washiriki wakarudisha heshima yao kwao, wakafanya kazi pamoja. Haya mambo yakienda tofauti, biashara haiwezekani. Sekateranya, hivi nikuuliza swali, wewe muha mwenzangu, siji muha siji Murundi. Kote. Sasa sikiliza, ili mtembee vizuri. Mwanadamu hawezi akiwa hivi, mtu anasema tembea, huwezi kwenda hivi. Kuna kandege kadogo, wao wanasema gafundi. Kadogo dogo kanakaa kwa watu hivi, kanaruka hivi. Ndio kutembea kwake. Mwanadamu hatakiwi kutembea hivyo kwa uongozi wake. Lazima uende short kulia kwa kuchunguza. Ukianza kuruka hivyo umeharibu injili, umeharibu uongozi. Mfumo wa kanisa tumeshauharibu, tutakuwa tumeuharibu. Wanaogopa sana kiongozi, hapo watu wanakulilia. Hakuna huduma kwao. Lakini huduma ni za maonezi. Huduma hazifiki, huduma hafifu, bila kujitoa. Haiwezekani. Pamoja na kuheshimu washiriki, lazima tuonyeshe nao heshima kwao. Tusiwe mabwana ndani ya kanisa. Bwana ni mmoja. Basa sura Timehe, ulimpora. Baradu. Wewe mwa utajuaje mlimpora? Dawa yake baadaye. Sikiliza wapendwa. Wewe jamaa nataka tucheke kwanza. Unajua tumeshiba ugali. Lazima kwanza tucheke, sawa? Sasa kwa nani? Walikuwa na majukumu ya kiutawala. Wazee wa kanisa wanatawala watu, sio kwa kuwaonea, wasiweze kuonewa na maonezi yoyote. Katika mafundisho, katika nyanja zote walisimamia utawala wao. Mtu wa utawala inabidi angalie watu wake wasinyanyaswe. Kanuni itumike kwa watu wake kwa uongozi. Tumepewa kanuni ya upendo, kanuni ya kushirikiana, kanuni ya kuvumilia mambo yote. Huwa nasema sana katika Galatia 5:22. Ile ni mfumo mzuri kabisa. Upendo, hautahayari, hautafuti nini mengi yako hapa. Sasa hawa watu walichukua majukumu ya kiutawala, lakini hawa watu walitoa uongozi katika maombi na kuwapaka mafuta wagonjwa. Jana nimeanza kusema pale. Leo ofisi imeuza ofisi. Mashemasi nenda mkaombee wale. Sijui kuna makundi sikiliza. Mpaka nasema wapo kwa wakati fulani niko Singida,
kulikuwa nimeshaunganishwa na makundi fulani kwamba ni wana maombi. Nikataka kuingia, wanasema choo cha kike. Kumbe ni majamaa fulani wamejigrupu tu kwamba wana maombi, lakini ndani ya kanisa sio wazuri. Wanataka kitu fulani. Je, mkuu wa maombi ndani ya kanisa si lazima achaguliwe, asimamie maombi. Akisimama maombi anayeratibu huyo mkuu wa maombi. Lakini mzee wa kanisa ndiye anayewajibika. Hilo kundi kama liko vizuri litahusika katika maombi ya kwanza, lakini ombi kubwa na yote ya kutegemewa mzee wa kanisa anakuwa pale. Kwa huduma zote za mwisho lazima aangalie watu wake, asiuze wagonjwa. Na walikuwa wachungaji waangalizi na vielelezo hai, wazee wa zamani wa kanisa. Mchungaji anachunga watu. Kuchunga maana yake utaangalia. Wachungaji wa kondoo wanajua, na mimi nichunga kidogo, nilikuwa mdogo. Nilikuwa sijui hii kanuni, lakini tulifanya tulivyoweza. Lazima uangalie kama ni ng'ombe. Ng'ombe ni wapi kuna nyasi nzuri. Wapi watakana kunywa maji. Wakati fulani wanapopumzika ni wapi wapeleke pale. Wakati gani unawarudisha, njia gani wapitishe. Wapi ambapo kuna wadudu, mbungo na vitu vingine. Lazima uangalie kama mchungaji. Sasa mchungaji ni mzee wa kanisa, anachunga kanisa hilo. Kuanzia mimba inayokuwemo hapo wanaposema shule Sabato mpaka mzee wa mwisho anachunga watu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Neno uchungaji tukapokuwa tukiusema ni grupu fulani uliopewa, uliangalie kwa mamlaka uliopewa na watu fulani na uongozi fulani na yaani na usimamizi fulani umepewa, chunga. Mfano, kwaya ina kiongozi wa kwaya, lakini anapoitwa kiongozi wa kwaya amepewa mamlaka na kanisa, lazima chunge hao watu, hao wanakwaya vizuri. Pamoja na kamati zake, mkuu wa nidhamu, mkuu wa kiroho na wengine, lazima wachunge hao wanakwaya. Wasizagae, wasionewe, wasioneane, wasichokozane. Huyo kiongozi wa kwaya ndio mchungaji wa hapa. Akitoka pale anakuja kwa mwenyekiti, mzee wa kanisa, kwa mchungaji huko, mambo yanapokuwa yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nasema walikuwa wachungaji na waangalizi, vielelezo hai, sio wanafikirika kuwa viongozi. Unakwenda sema huyu ni kweli, anafikika kwa wakati. Kuna wengine mabwana, ukienda kwake piga hodi haonekani. Hata kuonekana kwa wiki, kwa mwezi mzima kwenye nyumba fulani hataki. Ni kazi mbele. Tumeshapewa ingarau. Nani alishakuwa mzee wa kanisa? Ingarau kwa nini? Mzee wa kanisa unatakiwa utembelee mara ngapi? Kateraje? Sema tu. Yaani kwa uchache. Kwa uchache. Kwa uchache ndani ya robo mara mbili. Kwa sababu hauko committed kwa mambo hayo. Sawa sawa? Kuna kazi zako. Na unapotembelea umeshasikia wakuu wa idara wameshakueleza mambo fulani. Umeshaweka ratiba yako ni lini unapita kuwabariki, sio kwa rarua. Usiende kwa chezea rafu. Unajua, unasikia mtu fulani amevunja Sabato, unakwenda na harara. Hodi karibu. Hamjambo, hatujambo. Hivi wewe mama, mbona siku hizi uje kufungua Sabato? Hivi wewe ni mchungaji kweli? Sasa unafanyaje maisha hayo? Tunakusikia unavunja Sabato. Acha uzee wa kanisa, rudisha haraka. Bora mnaniangalia. Acha. Nenda, huyo ni mgonjwa. Nenda kwa sura nyingine ambayo ya upendo na maneno ya upendo. Hata angekuwa mkorofi, badilika. Yesu angefanya hivyo, angetumaliza. Yeye ndiyo kweli na njia na uzima wa kweli, na amesema tumfuate yeye. Sasa tunafanyaje biashara hizo za kukorofisha watu? Tunaowaongoza. Hili kanisa ni nini? Ni garage. Maana yake huwezi kupeleka gari nzima wapi? Garage. Pikipiki nzima garage. Baskeli nzima garage. Haiwezekani. Lakini mtu mzima aliye na afya nzuri hawezi kwenda hospitali. Aidha amekwenda kuangalia mgonjwa kwa huduma ya jamii. Lakini kama ni mzima hawezi kwenda. Na kwa sababu sisi tuko ndani ya kanisa hili, wote tunauma ila tunasaidiana kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusitembeze bakora. Lakini uongozi wa kiroho wanapaswa kuheshimiwa na kanisa lao, hao viongozi. Usipoheshimiwa na kanisa umefanya makosa.
Nenda upige magoti, ujitathmini kuna shida gani. Usitafute kuheshimiwa kwa nguvu. Hata shetani naye hawezi kuheshimiwa kwa nguvu. Anatengeneza mambo fulani ili kwamba mtu aingie. Ni kanisa hawaeleweki, sio hawafanyi nini. Tunakuwa na mawazo hayo. Kuna kosa tumefanya. Tusiongoze bila maombi. Tusiongoze bila kumweleza mwenye kampuni hiyo, mwenye washirika aliyemfia. Abel Ndagiwe ni mchungaji wangu, mbona ameshindikana? Mbona kuna moja mbili? Shuka kwenye magoti, wewe mzee wa kanisa. Sema mtu wako huyu uliyemfia unasemaje? Mbona amekwenda hivi? Najitolea mfano ili msiseme kama natolea mfano nyinyi. Sio unararua tu. Sio. Mtakatifu yeye wapi na utakatifu? Ombeni bila kukoma. Sasa wewe kama sio mtakatifu, yeye mtakatifu wapi? Tusaidiane. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kuwa na ujuzi mzuri wa mawasiliano, communication. Mawasiliano ndio yanayosababisha watu wawe vizuri ndani ya nyumba na ndani ya kanisa. Message ziende zenye uwezo wa kuwabariki watu, wa kuwapeleka kwenye msalaba wa Yesu. Message ziende, habari hizi, ujumbe uende kwa sababu ya kuwabadilisha hali walionayo, kuwapeleka sehemu nyingine, kuwatia moyo. Kwa kazi zao kuwapongeza. Kila mtu na sehemu yake. Asiwepo tu sehemu moja tu. Mawasiliano yakikatika kanisani, hatuna kanisa na Yesu atatumaliza. Alitoa damu yake akadhalika kwa sababu ya sisi. Halafu sisi tu haribu, haiwezekani. Mawasiliano ndani ya nyumba, kaya na familia yao huwa wanasema. Mke na mume wasipofanya mawasiliano, habari sio nzuri. Watoto ndio walikuwa wanafundisha, wanakuwa wahovyo kwa sababu tumewaharibu sisi wenyewe. Mawasiliano viongozi na washiriki, kiongozi na washiriki yawe ya muhimu sana, na si kwa sababu ya kutaka tunavyoweza, tunawezeshwa na yaweza yote katika ntiaye nguvu. Paulo alisema jambo hilo. Tufanye mambo hayo kabisa kabisa. Lakini kwa na maisha yaliyowekwa wakfu, yanayofanana na utakatifu na ucha Mungu na uongozi wa chini ya Mwenyezi Mungu. Mambo ya kiroho, maombi mengi. Kuwa na uwezo wa uongozi wa kiroho. Wazee si waangalizi tu, bali wachungaji ambao wasiangalie kanisa lisihatarishwe kwa mafundisho. Mafundisho wasije kanisani ya hovyo. Kuna mwingine siku moja niko Mreba. Alikuwa meneja wa benki NMB. Alikuwa na bihela anasaidia watu fulani. Sasa akachukua kikundi fulani kile kilichosema wanasema 2030 na 31 atakuja Yesu. Sasa siku moja mchungaji ametoka. Wazee wa kanisa wapo. Akaingia kufundisha hii harara ambayo sio yenyewe kwenye mimbari. Mzee wa kanisa alikuwa ametoka, walikuwa akapiga. Habari zikawa mbali. Tuliposikia masikio yaliwasha. Mzee wa kanisa anafanya nini? Kwa sababu anapewa sukari. Anapewa vocha. Anapewa mkopo. Tusipewe hongo kwa ajili ya roho za watu. Kutoa upendo na malezi kwa mahitaji ya washiriki wapya, kuwajengea imani na uwezo na tumaini ya faraja ndani ya kanisa. Wale walioingia darasa la furaha lifundishwe vizuri, zisifundishwe mafundisho magumu ambayo hawayawezi, wananungunika. Washiriki wapya na kuwalinda, kuwachunga. Hapo na washiriki wengine wakorofi wasiwaharibu. Kuwa na darasa nao unawafariji, lakini baadaye kuwa na mafundisho ya pamoja kwa ajili ya kuwaunganisha. Huwasaidia washiriki wapya kufanya urafiki thabiti ndani ya kanisa, kwamba ninyi mmekuja ni raia moja, ni ndugu wa moja. Kuweni ni huru tu. Hili kanisa letu. Ukisikia kuna mtu hili kanisa letu ulilifia wewe, kuna watu wenye akili hiyo. Unajua hili kanisa ni la kwetu sisi. Huyu amekuja tu. Hivi kanisa ni la kwetu. Katika wakati Nisoe kanisa anasema kanisa ni la jamani. Ni Ndagiwe. Au ni la nani? Simseme huko. Kanisa ni la nani? Sasa huyu anayesema kwamba hili kanisa, huyu amekuja kutuharibia kanisa letu, ana maana gani? Alinunua senti ngapi?
hata hujui gharama yake wala hujui inavyotoka inavyokwenda. Usijidai kanisa letu, kanisa langu, kanisa la Mungu, na wewe ni kibarua huko ndani. Hata hiyo pesa ambayo unasema ni ya kwako sio ya kwako. Hata huyo mke, hata mume, hata nguo hiyo ulio nayo. Hebu ugua homa vizuri kwanza, ulalo unatetemeka kesho kama unavaa hiyo nguo. Lakini unajua kuimba, hebu uhalishe kidogo tuone kama kesho utaimba. Tunyenyekee miguuni mwa Yesu atutumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mzee wa kanisa huwa na majukumu zaidi katika kanisa lake, zaidi kuangalia idara zote, pamoja na kutembelea, pamoja na kuhubiri, lakini kukagua idara zake, kuzitia moyo. Asipendee idara hata moja. Inawezekana kuna mkaweka kwenye idara hii, inawezekana kuna shangazi katika idara hii, inawezekana anayeongoza shule ya Sabato ni mtoto wake. Hakuna kupendelea. Sawa, iende sawa. Hubiri mara nyingi zaidi na kufundisha kuangalia kwa maarifa zaidi. Usihubiri tu na waacha, baadaye ukague ulioyahubiri. Fundisha zaidi, uangalie uliyofundisha wanafanya. Lakini ukifundisha na ukihubiri na wewe uangalie. Je, nafaa kuhubiri? Je, ya kuhubiri haya na mimi yananishika? Yananifaa? Sio nyoshe vidole kwa wengine. Uongoza katika ibada na ushirika. Mzee wa kanisa, ibada yako nyoroke, iwe safi, itamanike, isikere watu wa Mungu. Watu wakimbie ndani ya kanisa, sio kukimbilia nje. Huko nje wanapata shida watu wa Mungu. Huko nje kuna magomvi, kuna masengenyo, kuna kila tuhuma. Anapokuja kanisani afarijiwe, si aje kupigwa rafu. Yaani mtu anakuja, amekuja miguuni mwa Yesu, wewe unapiga buti, unapiga unafanya hivi. Anasema sasa kwa nini nimekuja? Basi anaishia nje. Tutajibu siku ya mwisho. Tujifunze kabisa, tumuinue Yesu kuliko kuinua maisha tulionayo sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huitiisha na kuongoza baraza la kanisa au mkutano mkuu wakati wa mchungaji hayupo. Hii ndio jana nilisema watu wamenunua vyeo ambavyo sio vya kwao. Anaanza baraza la kanisa, mchungaji hajui, anaweka kikao. Siku moja niko sehemu fulani, nilikuwa kwenye makambi. Tena haya makambi ambayo nimezunguka, nimetoka Uvinza nikaenda huku Igunga. Juzi tu hiyo makambi ya mwisho. Wazee wa kanisa wamejikusanya mara mbili na waona. Mchungaji yuko anakimbia tu anakwenda. Sasa hii rafiki yangu wewe bwana mdogo, naona bado. Hebu hivi unafanyaje? Mbona kuna mabaraza mengi hivi unajua? Sasa sijui. Yeye anapambana huko, majamaa yako pale. Kwenda kuwaeleza kwani wataka nini? Sisi tunasema ya kwetu. Mzee wa kanisa ya kwako kuliko mchungaji. Ya kwetu. Takara kile. Hakikisha kama kuna agenda zipo sawa, mweleze mwenyekiti. Mwende hiyo ofisi ya hiyo staff, hiyo ofisa hao wa staff sawa. Wa humo ndani hao watu watano. Muyajadili, muyajenge, muyaone. Halafu mchungaji hayupo, kama mmeshayajenga tumweleze mchungaji. Lakini wengine walikuwa na jambo hili. Mchungaji, Jumapili tunafanya baraza la kanisa. Utakuwepo. Unanieleza nitakuwepo, sasa unataka nini? Sasa nikisema sitakuwepo, sina maana nimeshanuia utafanya. Na nikisema usifanye, tunagawana washiriki. Wengine watajua thamani ya mchungaji, wengine watajua thamani yako. Ili kanisa tusiligawe. Usiweke appointment wewe bila mchungaji. Ndiye anayeweza kuweka mambo yote. Awe mdogo, awe nani, akishawekwa, amesimama, amedhaminiwa na yeye. Kama wewe unadhaminiwa kama mzee wa kanisa. Dakika zinakuisha, nilishahidi wimbo. Mzee wa kanisa hupanga washiriki wa kanisa katika vikosi mbalimbali kwa ajili ya neno la Mungu. Watembeleane, mashemasi wafanye nini? Kila kitu anapanga yeye na baraza lake la kanisa. Kusimamia mipango ya uinjilisti wa kanisa, mkuu wa huduma anamsimamia huyu. Yaani anasimamia mkuu wa huduma kwa mambo haya. Kufundisha uwakili wa kanisa. Uwakili wa kanisa sio lazima zaka na sadaka. Zaka na sadaka mtu anaweza silete kwa sababu inawezekana ni kodi ya maendeleo. Ni ushuru. Ajue anayemtolea zaka na sadaka. Afundishwe kumcha Mungu, nani mwenye miliki yote, uwakili
kuanzia Edeni na kuendelea, mtu ataleta vitu anapobarikiwa. Tusiende kuwasema utalaniwa na unalaniwa na vyakula vyako umenunua usile unalaniwa. Sasa asema basi kama unasema na mboga nilizonunua za dagani ni za zaka na sadaka, basi ngoja nilaniwe. Si unasukumiza nani chura kwenye moto? Tangaza laana. Kuna watu wanakwenda hiyo na utalaniwa. Kutoa uangalizi wa jumla kwa fedha za kanisa. Mwisho wa kunukuu, kesho nitaendelea. Wanakuwa karibu. Pote pale kwanza ashukuru Mungu kumuita. Namba 2, atakapoitwa kwa wito wowote amtegemee Mungu kwa maombi na nguvu ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Afanye kazi kama mtumwa wa Yesu Kristo. Kama mnaweza mkaona ni vyema, marafiki zangu, msiome tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, nafasi hii ambayo unatupatia ni kubwa, ina thamani kuliko tunavyofikiria. Inafika wakati tunaona sisi tunaweza bila wewe. Watu tunatumia akili zetu katika kubuni na miradi na kuongoza kanisa lako.
Baba wa mbinguni, ulipendelea sisi kutuita kuja kanisani, lakini unatuita we mwenyewe kuja kutumika kama viongozi. Tunakuomba utufundishe sana, kwa sababu wewe hukasiriki, wewe huchoki. Unatukumbusha kwa maneno kama haya ili tusiye tukapotea. Wakina baba wote watakaochukua nafasi hizi, hata wakina mama katika nafasi zingine zao katika idara, wajue ya kwamba wao hawana lolote, sisi hatuna lolote, isipokuwa ni rehema na huruma zako. Kwa sababu hiyo, na kuomba utukumbushe, tunyenyekee, tusitumie hali ya kiburi cha uzima. Katika Yakobo anakataza, hapana, tujue ya kwamba unatupenda na tunyenyekee kwako, na uendelea kututuma wote kwa Roho Mtakatifu kwa dakika tulizonazo hizi kabla ya kuja kwako mara ya pili, Yesu wa mbinguni. Tunaombea kwaya zote hizi zinazoimba, washiriki wanaosikiliza, wachungaji wanaofundisha, tuwajibike kuliko kawaida kama tuna nafasi chache sana katika muda tulionao. Tunakushukuru sana wewe Mungu wetu. Tunaomba tubariki, tuongoze na kutia moyo katika maumivu tulionayo ya dunia hii, katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amina. Wamo washiriki wenye imani zilizo kamilifu, na wengine wamegeuza hekalu ni kichaka cha kufichia dhambi, na wengine wamegeuza hekalu ni kichaka cha kufichia dhambi. Atakuja kupima. Mimi sina kipimo, wala wewe unacho, lakini Mwokozi atakuja kupima. Kwa siri wakizani Mungu hawaoni, wakiridhisha nia zao wenyewe, kama siku Sodoma na Gomora, wakiridhisha nia zao wenyewe, kama siku Sodoma na Gomora.
atakuja kupima. Mimi sina kipimo, wala wewe unacho, lakini Mwokozi atakuja kupima. Tujipelelezeni, mambo gani yanayotukwamisha? Ni utajiri, miungu ya dunia itakayo tutenga na Mwokozi. Ni utajiri, miungu ya dunia itakayo tutenga na Mwokozi. Mimi sina kipimo, wala wewe unacho, lakini Mwokozi atakuja kupima. Mimi sina kipimo, wala wewe unacho, lakini Mwokozi atakuja kupima. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mahali popote unapoisikia sauti hii, tusimame tuombe kwa ajili ya kipindi kinachoendelea. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu unayetukuka mahali pasiri juu mbinguni. Tuna kila sababu ya kuweza kukushukuru Mungu wetu kwa sababu umeturuhusu kufika katika kambi hili. Wana na binti zako tunapokuwa tunakula chakula cha kiroho, masomo mbalimbali yametufikia kupitia kwa watumishi wako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atufundishe namna ya kuishi kwayo ili tukapate kuokolewa. Na kipindi kinachofuata uwe pamoja nasi Mungu wetu kupitia mtumishi wako uliyemchagua kwa ajili ya kutuletea mkate wa uzima. Tembea pamoja nasi, bariki vipindi vyote, wabariki hata kwaya hii izidi kulitukuza jina lako. Nena na mkutano wako kupitia Roho wako Mtakatifu. Tunaomba na kushukuru ni kupitia jina lake Yesu. Amina.